Asante kwa kuichagua Clouds Habari. Karibu sasa katika makala ya Shabaha. Na Shabaha hii leo inatokea mtaa wa Bomba Mzinga, kata ya Kiloleni, manispaa ya Tabora, na kukutana na mtoto Sakina Rajab Shaban mwenye umri wa mwaka mmoja. Mtoto huyu anasumbuliwa na tatizo la kutokuwa na njia ya haja kubwa tangu alipozaliwa, ambapo anatakiwa kufanyiwa upasuaji mkubwa kwa ajili ya kuziba njia ya dharura iliyowekwa tumboni mwake, hali ambayo inachangia mtoto huyu kupitia maumivu makali sana wakati wa kujisaidia. Hussein Mshenga kutoka Tabora amemtembelea mtoto huyu, na hapa Anisia Sylvester anakuja na undani kamili wa makala hii. Clouds TV imefika nyumbani kwa wazazi wa mtoto huyu kufahamu changamoto inayomkabili na kinachosababisha kushindwa kupata suluhu ya matibabu ambayo ilitakiwa kufanyika tarehe 15 mwezi Aprili mwaka huu. Mara baada ya kufika nyumbani kwa mtoto huyu, makala hii ikashuhudia hili. Hakika alipangalo Mola kwa mja wake huwa, na limekuwa kwa mtoto huyu. Na pia imekuwa changamoto kwa wazazi wa mtoto huyu ambao wameamua kuibeba hii changamoto inayoumiza vichwa juu ya maumivu makali anayoyapitia mtoto wao. Awali, kabla ya yote, tukahitaji kufahamu tatizo la mtoto Sakina Rajab Shabani Mabula lilivyokuwa na hatua za matibabu zilivyochukuliwa, na hapa mama mzazi wa mtoto huyu Aisha Shaban anaeleza. Toka mwaka jana mwezi wa pili nilipomzaa, alizaliwa hana sehemu ya kunyea nyuma. Nikalazwa Kitete siku 4. Baada ya kulazwa Kitete siku 4 hawakugundua tatizo. Wakanipa ruhusa nikarudi nyumbani. Nikaona tu mtoto anajisaidia kawaida, ila sikujua shida kubwa ni nini. Kumbe choo ilikuwa inatolea sehemu ya mbele. Baada ya hapo siku kama ya 4 ya 5 nikawa naangalia sasa, mbona mtoto anahangaika kujisaidia na tumbo linajaa. Kuja kuangalia watu wakubwa wakasema hana sehemu ya haja kubwa. Kurudi Kitete wakasema hili swala sisi hatuliwezi, tunakupa rufaa uende Bugando. Ndio nikafika Bugando. Nilipofika usiku, asubuhi yake nikaa pale Bugando, wakafanya vipimo kila kitu. Jioni wakawa wamemuingiza fieta. Ndio wakawa wamemfanyia, wakawa wamemwekea sehemu kama hii hapa inaonekana. Gharama za matibabu bado zinatajwa kuwa shubiri ya kukwamisha matibabu, kama anavyoeleza mama mzazi wa mtoto huyo. Kwa sababu alikuwa si ndo amezaliwa hana sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo ndo wakawa wamemtengenezea hii sehemu. Hii sehemu ndo atoe haja, kwa sababu kwa huku nyuma ilikuwa haiwezekani. Kwa ndo hivyo mtengenezea hapa, wakasema atumie huku nyuma pakikaa sawa, ndo watakuja wazibe hapa, waruhusu nyuma. Nitakiwa ufanyike operation tarehe 15 mwezi wa 4. Gharama walituambia operation kuna 320, bado kuna dawa, bado kuna vipimo. Yani kijumla tu vipimo ilikuwa ni 1,500,000 kuacha operation. Sasa ikaja kwenye operation nikaambiwa 320, bado sasa hapo utalazwa, kuna dawa, natakiwa ushuke chini ukanunue, unaweza kaambiwa dawa shilingi kadhaa, pesa nakuwa sina. Matumaini ya wazazi hawa wawili kwa Watanzania na wote wenye mapenzi mema, wanaamini watapata pesa ambayo itakidhi gharama za matibabu ya mtoto wao katika hospitali ya Rufaa Bugando jijini Mwanza. Mimi ninachohitaji, Watanzania, viongozi mnaonisikiliza, nahitaji msaada kwa ajili ya matibabu ya mwanangu, kwa sababu tumefeli. Ndio, yani tulichofeli ni matibabu. Maana hata kama ukilazwa kule unatakiwa, mimi ninapokuwa kule chakula, na chakula cha mule ni gharama, na nakuwa sina pesa. Maana mume wangu mwenyewe ni mbangaizaji. Hichi chuma ndo sasa hivi anatumia kwa sababu bado hajafanya operation, na kule lile tundu la haja kubwa ili liendelee kuwepo vizuri, hii chuma ndo inatakiwa kumuingizia huku nyuma na kutoka asubuhi na jioni ili njia isizibike. Kwa hiyo changamoto ya mtoto, kwanza anaumia sehemu mbili. Anaumia kule nyuma kumpitishia chuma.
Kwa hiyo changamoto anayopitia, anaumia sehemu mbili, anaumia kule nyuma kwa ajili ya chuma na anaumia hapa kwenye hichi kidonda. Changamoto ni nyingi nimepitia na gharama ni nyingi, na kulingana kipato chetu kilivyo imekuwa ni mtihani tena kwangu mimi. Kwa sasa hivi nimefeli, nimepambana sana. Sasa kulingana na hili swala kwa sasa hivi ninahitaji msaada. Mimi naombeni msaada hasa juu ya matibabu ya mwanangu. Unaweza kumsaidia mtoto Sakina Rajabu Shabani Mabula kupitia namba ya simu 0789218200 na Mungu atakuongezea pale utakapopunguza. Amen. Shukran sana Anisia Sylvester pamoja na Hussein Mshenga kutoka Tabora kwa makala hiyo ya Shabaha. Natumai wa Tanzania wenye huruma wamemuona mtoto Sakina Rajabu Shaban kwa changamoto hizo ambazo anapitia. Basi kwa wewe ambaye umeguswa, unaweza kumsaidia kupitia nambari hizi ambazo naomba nizirejee tena. Ni 0789 218 200 0789 218 200, na utakapotuma hapo jina litatokea Rajabu Shaban Mabula. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa naomba nikupe nondo za Haris. Hii leo nondo za Haris zinasema kuogopa nyakati ngumu hakukufanyi wewe kuwa salama, kabiliana nazo tu ndo usalama wako. Kuogopa nyakati ngumu hakukufanyi wewe kuwa salama, kabiliana nazo tu ndio usalama wako. Naomba nikushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi katika Tochi ya Clouds Habari Jumamosi hii. Nimpe nafasi sasa Nura Mohamed aweze kukupeleka viwanjani. Jina langu Mahija Zayumba, nikutakia usiku mwema.